Katika ulimwengu huu wengine wameamua kusema ati wao ni wa mataifa baada ya kukataa sheria ya Mungu. Wanasema sisi ni wa mataifa na sheria walipewa wana wa Israeli. Hii ni kama sehemu ya kukataa sheria ya Mungu. Kwanza, ukijiita wa mataifa wewe huna Mungu. Yaani ukijiita wewe ni wa mataifa maana yake wewe huna Mungu. Hebu nisaidie 9:4 tuanzie hapo. Warumi 9:4. Unapojiita sisi ni watu wa mataifa, ati Paulo alipeleka injili kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo sisi ni wa mataifa na hatupaswi kufuata sheria walizopewa wana wa Israeli. Ukijiita wewe ni wa mataifa maana yake wewe ni mpagani. Soma andiko. Anasema ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Kwa hiyo wana wa Israeli walipewa ibada yote, wakapewa torati na maagizo yote. Kiufupi, wana wa Israeli ndio walifunuliwa Mungu wa kweli. Waisraeli ndio walifunuliwa Mungu wa kweli. Sasa sisi tulikuwa wa mataifa, ni kweli. Sisi tulikuwa wa mataifa na tulikuwa hatumjui Mungu. Soma Waefeso 2:11. Huu ni utangulizi. Waefeso 2:11. Anasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mliokuwa watu wa mataifa. Kwa hiyo zamani ndio tulikuwa watu gani? Wa mataifa. Kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Endelea. Mnaitwa wasiotahiriwa na wale wanaitwa waliotahiriwa. Yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Hatuna nini? Kristo. Endelea. Mmefarakana na jamii ya Israeli. Wageni wasio na maagano. Wageni wasiokuwa na maagano, kwa sababu tumeona kwenye 9:4 Mungu alikuwa amewapa wana wa Israeli maagano, akawapa ibada yote na torati. Endelea. Anasema maagano hadi ile mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Hatuna nini? Mungu duniani. Kwa hiyo tulikuwa mataifa, tulikuwa hatuna nini? Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa hiyo tulikuwa mbali kwanza, tulikuwa mbali kwa sababu tulikuwa mataifa, tulikuwa hatuna Mungu. Lakini kupitia Yesu Kristo sisi ambao tulikuwa mbali ndiyo tunaletwa, unaona, karibu. Maana yake kupitia Yesu Kristo tunavutwa na kuwa wana wa Mungu. Maana yake na kumjua Mungu. Maana yake na kuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawekwa karibu na Mungu. Wagalatia 3:27. Mwanzo tulikuwa mataifa, tunavutwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Maana Wayahudi ndio walikuwa wamepewa ibada yote ya Mungu. Soma andiko. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo. Kwa hiyo baada ya kubatizwa katika Kristo, mmemvaa Kristo. Tunamvaa nani? Kristo. Endelea. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Endelea. Anasemaje? Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. 6:14. Hiyo Galatia 6:14. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa hatuna Mungu, ile kupitia Yesu Kristo, na tunapobatizwa katika Kristo maana yake tunamvaa Kristo. Kwa hiyo hakuna Myahudi wala Myunani, hakuna wa mataifa wala asiyo mataifa. Kwa hiyo kupitia Yesu Kristo tunavutwa, maana yake ile wa mataifa inaondoka. Lakini leo Wakristo wanajiita ati sisi tumekuwa mataifa, hatufuati amri za Mungu. Ukiwa wewe ni wa mataifa maana yake huna Mungu. Soma andiko. Lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Endelea. Ambao kwa huu ulimwengu umesulubishwa kwangu. Kwa hiyo kwa msalaba wa Kristo ulimwengu umefanyaje? Umesulubishwa. Endelea. Na mimi kwa ulimwengu kwa sababu kutahiriwa si kitu. Endelea. Wala kutokutahiriwa bali kiumbe kipya. Endelea. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo amani iwe kwao na rehema. Kwa nini? Naam, kwa Israeli wa Mungu. Kwa Israeli wa Mungu. Kwa hiyo wale viumbe vipya wanaoshika amri za Mungu, hao ni Israeli wa Mungu. Unapokuwa Israeli wa Mungu unatoka katika watu wa mataifa. Waefeso 4:17. Unatoka katika watu wa mataifa kwa sababu
watu wa mataifa hawana Mungu. Watu wa mataifa hawana Mungu, ila kupitia damu ya Yesu Kristo tuliyokuwa mbali, ambao tulikuwa wa mataifa, tunavutwa na kuwa taifa la Mungu, Israeli wa Mungu. Soma andiko. Basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa, msienende kama mataifa waendavyo. Ati nini? Msienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao. Kwa hiyo mataifa wanaenda katika nini? Ubatili wa nia zao. Endelea. Ambao akili zao zimetiwa giza. Kwa hiyo akili za watu wa mataifa zimefanyaje? Zimetiwa giza. Alafu nashangaa kidume. Sisi Paulo alipewa injili ya mataifa, sisi ndio hatushiki sheria, maana sheria zilikuwa za wana wa Israeli. Ati ni daktari wa kutetea utatu. Endelea na andiko. Nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao. Kwa ndani yao kuna nini? Kuna ujinga. Kwa mataifa ndani yao kuna nini? Kuna ujinga. Usije ukakubali ati wewe tu kama ni mataifa. Mkristo unapomwamini Yesu, wewe sio mataifa. Endelea na andiko. Anasema kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi. Mambo ya nini? Ufisadi. Endelea. Wapate kujifanyiza kila namna ya uchafu. Namna nini? Ya uchafu au mataifa. Endelea. Kwa kutamani. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Mlivyojifunza kwa Kristo. Anasema bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Sasa usije ukajiita wa mataifa, kwa sababu mataifa hawana nini? Hawana Mungu, wanatembea katika nini? Ufisadi, na mioyo yao imetiwa ujinga. 6:7 Mathayo 6:7 kitabu cha Mathayo. Anasemaje? Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa. Ati nini? Kama watu wa mataifa. Kwa hiyo watu wa mataifa ndio wanafanyaje? Wanapayuka. Watu wa mataifa ndio wanafanyaje? Wanapayuka. Kwa sababu hawana nini? Hawana Mungu. Endelea. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi, maana tunaangalia vita juu ya ukweli na uasi wa kanisa. Hiyo ilikuwa ni introduction kwa watu wanaojiita watu wa mataifa.